Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema Iran haitakubali matumizi ya mabavu na mantiki yake ya nyuklia imejikita katika mkataba wa NPT. Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amepongeza duru mpya ya mazungumzo ya nyuklia yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani na kuitaja kuwa hatua ya kusonga mbele, akisisitiza kuwa msimamo wa Tehran kuhusu suala hilo unategemea haki zilizoainishwa ndani ya mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha wa nyuklia NPT. Katika ujumbe aliochapisha Jumapili kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii, mtandao wa X, Masoud Pezeshkian alisema mazungumzo ya Iran na Marekani yaliyonufaisha kufuatia maombi ya serikali rafiki katika eneo hili yalikuwa ni hatua moja mbele. Mazungumzo daima yamekuwa mkakati wetu wa kupata suluhu ya amani. Mantiki yetu kuhusu suala la nyuklia inajikita katika haki zilizoainishwa ndani ya NPT. Aliongeza kuwa taifa la Iran limekuwa likijibu lugha ya heshima kwa kuheshimu kila mmoja, lakini pia kamwe haitovumilia lugha ya nguvu na ya vitisho ambayo inatolewa na watu wa Magharibi, hasa Marekani pamoja na Israel. Duru mpya ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani yakiratibiwa na Oman ilikamilika mnamo Ijumaa ya wiki iliyopita katika mji mkuu wa nchi hiyo, Muscat, baada ya saa kadhaa za mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja. Majadiliano hayo yalianza asubuhi, yaliwezeshwa na waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badr bin Hamad Al Busaid. Ujumbe wa majadiliano kutoka Iran na Marekani ulibadilishana mitazamo, hoja na mbinu mbalimbali kupitia kwa mwanadiplomasia mkuu wa Oman. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ameeleza mazungumzo hayo kwa ujumla kuwa ni mwanzo mzuri, akisema misimamo ya Iran iliwasilishwa kwa uwazi na hoja zake zikafikishwa kwa wajumbe wa Marekani. Miongoni mwa hoja hizo ni pamoja na kwamba Iran haitokubaliana na mpango wa kuharibu uranium yake iliyorutubishwa hadi 60% ambayo ni zaidi ya kilogramu 400, lakini pia Iran haitokubaliana na mpango wowote wa kupunguza silaha zake, kwani ndio ulinzi wake. Hofu kubwa ya Marekani ni juu ya Israel, kwamba ikiwa Iran itamiliki makombora hayo ya ballistic, ni wazi itaweza kufanya mashambulizi dhidi ya Israel wakati ambapo kutakuwa na operation dhidi ya Iran. Kwa hivyo ili waweze kuishinda Iran, moja kati ya mpango wao ni kuhakikisha kwamba Iran haiwi na silaha aina ya makombora ya ballistic, makombora ya masafa marefu. Katika uwanja wa nyuklia, Iran imesisitiza haki yake ya kisheria ya kurutubisha urani ndani ya ardhi yake, ikitaja suala hilo kuwa mstari mwekundu katika mazungumzo, kwamba labda itawezekana kupunguza kiasi cha urutubishaji lakini sio kuacha kabisa. Kwa mtazamo wa Tehran, hatua zozote za kiufundi zinaweza tu kuzingatiwa ndani ya mfumo unaotambua haki. Masharti yoyote yanayozidi hapo yatachukuliwa kama ishara ya kukusania njema kutoka upande wa pili. Iran ilikuwa imefanya duru 5 za mazungumzo kuhusu mbadala wa makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 kabla ya mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo na miundombinu yake ya nyuklia katikati ya mwezi Juni mwaka uliopita. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian, ambaye amesema kwamba Iran haitokubali matumizi ya mabavu katika mazungumzo yanayoendelea, kwamba ikubaliane na kuachana na mpango wake wa nyuklia au kuharibu makombora yake ya ballistic. Huo ni mstari mwekundu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.